Ufahamu ni mlango wa nguvu. Jina langu naitwa Director Melki. Karibu tena katika nakala ambayo tunaendelea nayo ya roho za mizimu. Jifunze ili upate maarifa ya kiroho. Tafadhali, kabla hatujaendelea, naomba unisaidie kusubscribe katika chaneli hii ili uendelee kupata miendelezo ya mada ambazo tunaendelea kufundisha, miendelezo ya masomo ambayo tutakuwa tunaendelea kufundisha katika chaneli hii. Jifunze ili uongeze maarifa. Maarifa ndio mwanga wa maisha yako. Siku ya leo tunaendelea na mada ya roho za mizimu. Roho za mizimu. Mada iliyopita tulizungumzia roho za mizimu ni nini. Tukaona ya kuwa mizimu ni miungu. Tukaona ya kuwa mizimu ni roho za zamani ambazo ni za wazee, lakini sio nafsi zao, bali ni roho chafu ambazo zinatoka kuzimu ili kuja juu kusimamia na kuendesha mambo yote, yakiwemo maagano ambayo wazee waliingia nayo. Lakini hizo roho lengo lake kuu ni kuipata ibada ambayo shetani ndiye aliyemwasisi wa mambo yote hayo, kama ilivyo kwamba shetani tamaa yake kubwa ni kuipata ibada kutoka kwa mwanadamu kama Mungu. Somo lililopita tuliishia pale ambapo Sauli alikwenda kuulizia kwa mganga, akaomba apandishiwe mzimu wa Samueli, na ndipo ambapo Mungu alimlaani Sauli kwa kifo. Mzimu ule wa Samueli ukamtamkia kwamba Wafilisti watamuua na wana wa Israeli pia watatiwa katika mikono ya Wafilisti. Basi siku ya leo tunaendelea katika somo letu hilo, tunaendelea pale tulipoishia. Kama nilivyokuambia kwamba hizo roho za mizimu ni roho za wazee, ni roho ambao wanadai kumiliki, na katika hizi roho wanapozuka na kupanda juu huwa wanadai kwamba wao walikuwepo kabla yako, kwamba sisi tulikuwepo. Na hizi roho huwa wanamjua mtu muhusika, wanakujua wewe vizuri sana kwa sababu ni roho za babu zako, ni roho za babu zako. Pia wanachukua taarifa zako kutoka kwa mzimu wako, kwa hivyo wanakuwa wana uwezo wa kukujua vizuri. Unapokwenda kwa waganga wa kienyeji huwa wanatumia hizi roho ili kuhakikisha kwamba wanajua kile ambacho kinahusu maisha yako. Hawa roho wanaweza kujua ugonjwa wako, wanaweza kujua kila kitu chako, kwa sababu kumbuka pale mwanzo nilivyokufundisha, nilikwambia yule mzimu anayetengenezwa kwa ajili yako anakuwa amebeba kila kitu chako, amebeba kila kitu, kwa hiyo anaijua hadi hali yako. Hata huyo mzimu wa Samueli ulimuona kwamba alikuwa anatabiri, alikuwa amebeba unabii, amebeba roho ya utambuzi, kama namna ambavyo Samueli alikuwa ni nabii na muamuzi katika Israel. Kwa hivyo ni kitu kibaya sana kwa mtu wa Mungu au kwa mtu yoyote anayekwenda kwa mganga kwenda kuulizia kwa habari ya mizimu. Kwa kuwa mganga kitu anachokifanya pale ni kuita mizimu yake. Ile mizimu yake inawasiliana na mizimu ya kwenu. Inapowasiliana na mizimu ya kwenu, wanatoa taarifa zako, na wanapozitoa ndipo anaamua kutafuta utatuzi. Kumbuka, mizimu ndio inayosimamia maisha yako, inasimamia kazi, elimu, biashara, jina la mtoto, ndoa, utawala, pia inasimamia hadi ndoto. Kuna watu unakuta unalala usiku unaota huko nyumbani kijijini kwenu, kila siku unaota labda unakimbizwa na joka au unaota unakimbizwa na ng'ombe. Unakuta huko kwenu huyo mizimu ilivyopanda ilichukua sura ya hicho kiumbe, kwa hiyo ikawa inaabudiwa kupitia hicho kiumbe. Kwa hivyo huwa inapozuka inakuingia katika ndoto zako, na inakuwa inakuonyesha kila siku vitu ambavyo vinaendelea katika ulimwengu wa roho. Kumbuka, ndoto ni mlango wa ulimwengu wa roho. Wengine unakuta anaota yuko kwenye mapango, anafukuzwa na majoka. Zile ni roho za mizimu zinakuwa zinakuotesha hizo ndoto, na ni taarifa unapewa kwamba mizimu ya kwenu ipo na inafanya kazi kwa staili hiyo. Pia roho za mizimu huwa wanaweza wakaamua, endapo kama hautakuwa umeiabudu, wana uwezo wa kukuletea hata ugonjwa ambao hauna tiba. Unashangaa mtu
anakuwa anaumwa, anapelekwa hospitalini, wanampima kila sehemu, check-up za kila namna, lakini ugonjwa hauonekani. Mwisho wa siku anasema twendeni kwa wazee. Sababu kuu wanayotaka wao ni kupata wewe, ili kusudi unapokwenda kule, kumbuka unapoenda wazee hawafanyi chochote bila hujatoa kitu. Wazee ukifika tu anakuambia kwanza tupate mbuzi kwa ajili ya sadaka. Unapotoa sadaka ndipo unakuwa umejiungamanisha nao, unakuwa umeitoa ile sadaka. Unapotoa chochote unakuwa umetoa sadaka ya kujiunganisha na hiyo madhabahu yao, ambayo tayari ni ibada. Kumbuka ibada inakamilishwa na sadaka. Kwa hivyo unapokwenda ukatoa kitu chochote, au wale ambao wanakwenda mwezi wa 12 wanakwenda kutambika, wanaua mnyama, wanatoa damu, wanamwaga damu, huku wanazungumza maneno fulani, ile ni ibada kamili, tena ibada isiyomhusu Mungu wa kweli. Na Mungu wa kweli anachukizwa sana 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 na watu ambao wanaabudu mizimu. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 10, Mungu alikuwa anawaambia Israeli, asionekane mtu yeyote miongoni mwenu ampitishaye mwanae au binti yake katika moto, atakayefanya uaguzi, ulozi, atakayetabiri nyakati, anayejishughulisha na uchawi, wala alogaye kwa kupiga mafundo, wala apandishaye pepo, anayeabudu mizimu, wala aombaye wafu. Mtu yeyote afanyaye mambo haya ni chukizo kwa Bwana. Tena na kwa sababu ya matendo haya ya kuchukiza wayafanyayo, ndiyo maana Bwana Mungu wenu atayafukuza mataifa hayo mbele yenu. Kwa hivyo utakapokuwa umeabudu hizo sanamu, umeabudu hiyo mizimu, umeabudu miungu mingine, basi unakuwa umemkosea Bwana Mungu wako. Kumbuka katika amri ambayo Mungu alisisitiza na akaifafanua na kuizungumzia zaidi, ni dhambi ya kuabudu miungu mingine. Katika amri za Mungu ni amri ya kutokuabudu miungu mingine, ambayo ukisoma katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 1, neno la Mungu linasema, Kutoka 20 mstari wa 1, ndipo Mungu akasema maneno haya yote. Kumbuka, ndipo Mungu akasema. Hapa ni Mungu anazungumza mwenyewe. Mimi ndimi Bwana Mungu wako, niliyekutoa katika nchi ya Misri, kutoka nchi ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga katika umbo la kitu chochote kilicho juu mbinguni au duniani chini au ndani ya maji. Usivisujudie au kuviabudu, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, ninayewaadhibu watoto kwa ajili ya dhambi ya baba zao hadi kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Tazama, hapa Mungu amezungumza mwenyewe kabisa, na anasema anaadhibu watoto, anaadhibu mpaka kizazi cha 4. Unapokwenda kuabudu roho za mizimu, unapokwenda kuabudu miungu ya ukoo wenu, unapomwacha Mungu na kwenda kuabudu hiyo miungu ya kwenu, unakuwa umemchukiza Mungu. Hivyo unakuwa umetafuta adhabu kwako wewe na kwa watoto wako na kwa watoto wa watoto wako, mpaka kilembwe chako, mpaka kizazi chako cha 4. Kumbuka hilo ni jambo baya sana, na ubaya ni kwamba kuna watu wengine unakuta anakwenda kuabudu hiyo miungu akiwa na mtoto wake, na anakwenda kumuhusisha na mtoto wake. Unakuwa unaongeza mlolongo, kwa hiyo anaanza kuadhibiwa hapo mtoto wako tena mpaka kizazi chake cha 4. Mwisho wa siku kuna familia ambazo zinateseka, wanahisi labda ni mateso ya mapepo au nini, kumbe muda mwingine ni Mungu mwenyewe ndiye anayewaadhibu kwa adhabu ambayo wao wenyewe wameenda kufanya makosa kwa kuabudu miungu mingine. Kumbuka hiyo miungu haina cha kukusaidia. Unapokuwa umemkosea Mungu hauna pa kukimbilia, maana lazima utakuja kwake tu. Ni bora ukakosea hiyo miungu, lakini Mungu ukawa salama kwake. Twende tuone namna ambavyo mizimu inatawala maisha ya mtu. Mizimu, kumbuka, ni siri ya shetani kutaka kuabudiwa. Ni chanzo chake ni shetani kutaka kuabudiwa. Kwa hivyo huwa inahitaji kupatiwa ibada. Namna inavyofanya kazi, wanataka kukupangia
kila kitu katika maisha yako. Wanatamani kukupangia kila kitu katika maisha yako. Yaani vitu vyote ufuate kanuni zao. Wanakupangia namna ya kuishi, mienendo, na wanakuwekea mipaka. Kwa mfano, kuna watu ambao unakuta kwao hawajanunua gari kwa sababu babu yake hajanunua gari, wala babu wa babu yake. Unakuta wewe ukinunua gari ndani ya muda mchache tu unaharibika. Kuna ushuhuda mmoja niliupokea wa kijana mmoja ambaye yeye alikuwa akinunua gari. Alivyonunua gari la kwanza, amekaa nalo tu siku ya kwanza, ya pili likaenda likapata ajali, likaharibika. Akanunua gari lingine. Baba yake akamwambia, kijana wangu, mimi nilikuwa tajiri na nilikuwa na fedha, nimejenga nyumba hizo, ila bora ukanunue ardhi, kwa sababu kwetu hakuna mtu anaendesha gari. Alivyonunua gari lingine tena, ameenda tu, wakati anaenda Moshi kupandisha mlima, gari likawaka moto, likaisha lote. Kwa hiyo mwisho wa siku ikawa ni hasara, mpaka sasa anapanda toyo. Lakini tatizo limetoka wapi? Ni kwa sababu ya hizi roho za mizimu. Wazee wake waliingia maagano na hizi roho. Na wazee walivyoingia, unakuta labda kuna mtu kipindi chao alipata mafanikio. Baada ya kupata mafanikio akaanza kuonyesha dharau. Kwa hivyo akaweka agano, ili kwa kuwa hataki dharau katika eneo letu, katika jamii yetu, mtu yoyote asifanikiwe katika hili swala. Kwa hivyo akiweka hiyo mipaka, hii mizimu inakuwa na kazi ya kusimamia. Na muda mwingine hii mizimu huwa inatoa masharti magumu, ili mradi watu wakosee, ili wawawekee tena maagano magumu zaidi, ili waendelee kuingia kwenye maagano. Kumbuka, unapozidisha kuingia kwenye maagano, ndipo unapoimarisha madhabahu ya ukoo ya kwenu, ndipo unapoimarisha madhabahu ya hiyo miungu, na ndo inakuwa ngumu zaidi kutoka. Mizimu pia inahitaji kuamua biashara. Kuna wakati inabidi watu wengine wanaenda kuulizia kwa babu, basi nifanye biashara gani? Mbona kila ninachokifanya akitokei? Ni kwa sababu wanasimamia, ili mradi uje kuulizia chochote. Kumbuka, unapokwenda kuulizia unatoa sadaka, unakuwa umefanya ibada kwao. Muda mwingine unakuta wanaulizia hadi ndoa. Ukimpeleka binti, unaambiwa hebu pumzika kwanza, lala, alafu kesho tutakupa jibu huyu binti kama anafaa au hafai. Watu wanatoka, wao wanajua wenyewe, wanapokwenda usiku wanaenda kuuliza kwenye mizimu, na baadaye kama mizimu ikikataa, unasikia tu hapana, huyu binti hafai. Ukiuliza kwa nini, wao wanajua wenyewe, wanakuambia tu hapana, hatumtaki kwenye ukoo wetu. Lakini pia hii mizimu inaamua majina. Kwa mfano, jina la mtoto, unakuta mtoto anapewa jina fulani. Kama mizimu inataka kurithisha jina la bibi au la babu, unakuta ukimbadilisha huyo mtoto, ana uwezo akalia usiku kucha, akalia mpaka utakapombadilisha jina. Ukimbadilisha tu jina, anatulia. Pia hii mizimu ina tabia ya kufuatilia afya. Pia wana tabia pia ya kufuatilia elimu au masomo. Pia unakuta, kwa mfano, unakuta mtu amesoma vizuri, lakini kama kwao walikuwa hakuna mtu aliyesoma. Unakuta mtu amepambana, amesoma kweli, amefanikiwa katika elimu, lakini mwisho wa siku anapomaliza tu elimu yake, anarudi nyumbani na kuanza kulewa. Mwisho wa siku unakuta mtu ana vyeti vizuri, lakini anamalizia tu porojo ba, na vyeti vyake vinakuwa havina kazi. Angalia, chanzo unakuta ni kwenye mizimu. Hii mizimu ndio roho ambazo zinaamua 90% ya maisha ya mwanadamu. Hii mizimu nilikuambia inakaa katika njia. Ushahidi utaupata kutoka katika kitabu cha Marko 5 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, wakafika upande wa pili wa bahari, wakaingia katika nchi ya Wagerasi. Yesu alipotoka kwenye mashua, mara mtu mmoja mwenye pepo mchafu akatoka makaburini akakutana naye. Mtu huyu aliishi makaburini, wala hakuna aliyeweza kumzuia, hata kwa kumfunga minyororo, kwa kuwa mara kwa mara alikuwa amefungwa kwa minyororo mikononi na miguuni. Akaikata hiyo minyororo na kuzivunja zile pingu miguuni mwake. Hapakuwa na mtu yoyote aliyekuwa na nguvu za kumzuia. Usiku
na mchana alikuwa makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Alipomwona Yesu kwa mbali, alimkimbilia akapiga magoti mbele yake, akapiga kelele kwa nguvu akisema, "Una nini nami, Yesu mwana wa Mungu aliye juu sana? Ninakusihi kwa jina la Mungu usinitese." Kwa kuwa Yesu alikuwa amemwambia, "Mtoke mtu huyu, wewe pepo mchafu." Yesu akamuuliza, "Jina lako nani?" Akajibu, "Jina langu Legioni, kwa kuwa tuko wengi." Akamwomba sana Yesu asiwapeleke nje ya nchi ile. Kundi kubwa la nguruwe lilikuwa karibu likilisha kando ya kilima. Wale pepo wachafu wakamsihi Yesu wakisema, "Tuamuru twende kwenye wale nguruwe, turuhusu tuwaingie." Basi Yesu akawaruhusu, nao wale pepo wachafu wakatoka wakawaingia hao nguruwe. Lile kundi lililokuwa na nguruwe wapatao 2,000 likatelemkia gengeni kwa kasi, nalo likazama baharini. Hapa unavyoona huyo mtu aliyekuwa katika nchi ya Wagerasi alikuwa akikaa makaburini. Kumbuka mara ya kwanza wakati nakufundisha somo la kwanza nilikwambia hizi roho zinakaa makaburini, na alipokuwa anakaa makaburini alikuwa akikaa katika njia. Mtu huyu alikuwa akiishi makaburini, wala hakuna aliyeweza kumzuia hata kumfunga minyororo. Hizi roho za mizimu hazitoki kwa maombi tu ya kuombewa kawaida, ina kanuni yake ya kuvunjwa. Kwamba hapa unakuta mtu anaomba, anaenda maombi huku na kule kushughulikia hizi roho, lakini ndo kwamba anaenda kuzifunga minyororo, anazifunga minyororo miguuni, anafunga minyororo anafunga pingu mikononi, lakini unakuta anazikata. Ndio maana mara nyingi unakuta kuna watu wanaenda maombi leo, kesho kutwa, mambo yanarudi pale pale, kila siku anazunguka yeye ni maombi tu. Unakuta hizi roho wanaenda wanazifunga tu, lakini unapokuwa unazifunga unakuwa hujashughulikia vizuri. Kuna mbinu yake ya kuzishughulikia, ambapo katika vipindi vijavyo jinsi tunavyoendelea na mtiririko wa somo hili nitakwenda kukuelekeza namna ya kushughulika na hizi roho. Hizi ni roho ambazo zinatesa maisha ya watu sana kuliko chochote, kwa kuwa hizi roho ndo zinazoamua, ndio roho ambazo ni roho mama, ambazo hizi roho ndio zinazoruhusu hata pepo wengine kuingia ndani ya mtu. Bila hizi roho kuruhusu hata majini mengine hayaingii. Ndio maana kuna watu unakuta ametambikiwa, kuna mtu unakuta amevalishwa irizi, haingiwi kweli na pepo wachafu, ila unakuta anazo zile roho za nyumbani ambazo zinamuamulia. Anakuwa anaishi katika hizo kanuni tu ambazo ameziweka wao, kwa sababu unakuta hizi roho zinazuia, zinaweka mipaka na kusimamia hizo sheria. Unakuta watu wamewekewa mipaka wasifanikiwe katika biashara, wasivuke katika eneo fulani. Kwa hivyo wanakuwa anaishi tu katika kuzunguka duara, akitaka kukaribia hilo eneo anashindwa. Unakuta hizi rondo zimesimama, zimeenda kuweka ukuta mbele yake. Kumbuka hata Yesu katika story hii ya Wagerasi, ukirudi nyuma wakati Yesu anaelekea katika hiyo nchi ya Wagerasi, hapa ndipo bahari ilipochafuka. Bahari ilichafuka wakati Yesu alipokuwa akielekea kwenye nchi ya Wagerasi. Na wakati bahari imechafuka, Yesu alikuwa amelala chomboni. Kumbuka bahari kuchafuka haikuwa kwamba ni kitu cha kawaida tu, bali ni hizi roho zilikuwa zinamzuia Yesu. Kwa kuwa hata ukiangalia hapo walipomwambia usitutese wala usituondoe katika nchi hii, kule mwanzo nilikuambia kuna roho ambazo zinasimama katika nchi, kuna roho za mizimu ya nchi. Hii mizimu ilikuwa ni ya eneo lile, kwa hivyo wakawa wanasihi sana wasiondolewe katika hilo eneo, kwa kuwa hilo eneo ndo la kwao na wanaamini kwamba wao ni wamiliki na ni miungu katika ile eneo. Kwa hivyo walikuwa wanamzuia Yesu asije, walikuwa wanazuia, walikuwa hawataki Yesu aje. Na Yesu baada ya hapo, baada ya kuwaruhusu kuondoka, kwa kuwa walikuwa ndio wamiliki wa lile eneo, Yesu ilibidi kuondolewa. Ndio unaona hapa kwamba wale watu waliokuwa wanachunga wale nguruwe wao walikuja wakamwambia Yesu aondoke katika nchi yao. Yesu hakuweza kuhubiri katika lile eneo, bali aliyekuja kuhubiri ni yule muhusika, yule ambaye alikuwa ametolewa wale
mapepo, alienda kutangaza neno la Mungu. Lakini Yesu alishindwa kwa nini kuhubiri katika lile eneo? Waliomzuia ni hizi roho ambao walikuwa wanapambana naye katika njia kuanzia mwanzo, kwa kuwa waliona anakuja kumfungua mtu wao, kwa kuwa walijua kabisa ya kwamba anakuja kumfungua huyu mtu, akaacha kuabudu wao, akaanza kumhubiri neno la Mungu. Na pia Yesu alishindwa kwa sababu Yesu ilikuwa muda bado, ilikuwa hajafa msalabani, hajawakomboa ulimwengu bado kwa damu. Kumbuka Yesu ilimbidi aje afe msalabani ili atukomboe kwa damu. Utanielewa hapo mbeleni, kwa kuwa hizi roho zinatawala kwa uhalali wa damu. Wanatumia bloodline kutawala, wanatumia uhalali wa damu, uhalali wa familia, uhalali wa kabila, uhalali wa ukoo. Kwa hivyo Yesu baada ya kufa msalabani, ndio maana alisema yote yamekwisha, kwamba amekwisha kuwanunua watu kwa damu. Katika ulimwengu wa roho damu ndio fedha. Katika ulimwengu wa roho damu ndio fedha inaweza kumnunua mtu. Kwa hivyo ilimpasa Mungu amwachilie Yesu aje afe msalabani, aitoe damu yake ili kuwakomboa wanadamu. Na kwa kuwa ilikuwa inampasa akomboe wanadamu, ilibidi aje avae ubinadamu ili aweze kuwakomboa wanadamu. Kwa hivyo akavaa ubinadamu katika hali ya nyama, katika hali ya uhalisia kabisa ya mwanadamu halisi, hivyo ili akomboe ulimwengu, kwa kuwa ulimwengu wa roho una kanuni na kanuni zake ni lazima zifuatwe. Unapokosea kanuni ya ulimwengu wa roho, hakuna kitu unaweza ukakifanya. Basi somo lijalo nitakwenda kukufundisha namna ambavyo hizi roho zinatawala kwenye maisha ya mtu, na namna ambavyo zinapata uhalali, na namna gani ya kuzivunja. Na baada ya hapo nitakufundisha namna ya kuomba ili kujiweka sawa katika Mungu, ili kuondokana kabisa na haya mateso ya hizi roho ambazo zinakuletea mateso kwenye maisha yako, ambazo zinaamua maisha yako kwa 90%. Ndugu, kumbuka, utakapoweza kuondokana na hizi roho, utakapozishinda hizi roho, basi wewe utakuwa umeshinda kabisa 90% ya maisha yako yatakuwa mazuri. Kumbuka hayo mengine, hizo asilimia zingine ni mambo yanayosababishwa na mazingira na mambo machache tu ambayo ndio yanaweza kupelekea wewe kuamuliwa maisha yako, lakini hizi roho ndio zinazosimamia wewe usifanikiwe. Kama unahitaji kufanikiwa, kama unahitaji kufika mahali, anza na hizi roho kwanza, kwa kuwa vitu vyote unavyoviona, mambo yote unayoyaona yanaanzia hapa kwenye hizi roho, na zinatumia hali ya uhalali kabisa. Usiache kusubscribe channel hii ili uendelee kupata miendelezo ya masomo na miendelezo ya password za kiroho. Asante.